Karibu sana, karibu sana, karibu. Shangilia kwa makofi makubwa ya watu waliookoka. Shangilia, shangilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusalimu kwa jina la Yesu. Niko chini ya naomba mkaribishe jirani yako, mwambie karibu, ni wakati wa neno. Mwambie karibu kwenye ibada ya leo, kwa kuwa Yesu anakupenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Umeshamkaribisha jirani yako? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeshasema majina yangu, lakini nataka tuendelee na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua Biblia yako kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Tutasoma sura ya 4 na ule mstari wa 10. Mambo ya Nyakati wa Kwanza, ile sura ya 4 na ule mstari, tutasoma mstari mmoja wa 10. Naomba tusome hapo. Tunasoma Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 4 na mstari wake wa 10. Maandiko yanasema, huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Amina. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakubariki Mungu mtakatifu, kwa sababu ya wakati huu mzuri ambapo kanisa lako tuko mbele yako Bwana. Tumeketi kwenye uwepo wako kwa ajili ya kusikia neno lako la uzima. Roho Mtakatifu, ni kualike mahali hapo, tudumie na karibu kapate kusema na kila nafsi iliyoko hapa. Neema yako ya kututoa na kutufunika na utukufu wako iwe hapa. Neema yako ya kutubadilisha ipate kuweko mahali hapa. Utukufu wako ukapate kutufunika katika sai ya neno lako. Ndio maana tumeketi kwa utulivu zaidi, tukitaka kusikia kutoka kwako. Asante kwa sababu uko mahali hapa na utakwenda kutudumia sawa sawa na vile umekusudia leo. Na mimi mtumishi wako nitumie kuyaleta mapenzi yako kwa watu wako. Na asante kwa sababu utakuwa mahali hapa na kutudumia. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nitumie muda mchache kusema na wewe neno la Mungu katika mchana wa leo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tumesoma maandiko hapa matakatifu kutoka kwenye kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, ile sura ya 4 na mstari ule wa 10. Unasema, naye Yabesi alikuwa mwenye ule mstari wa 9 tuanzie pale. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Mamaye alimuita jina lake Yabesi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Sasa kwenye ule mstari wa 10 Biblia inazungumza, inasema huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidisha hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikushirikishe somo hili ambalo lina kichwa cha somo nimekipa tu, inasema kanuni za kufuata ili Mungu ajifunue kwako. Kanuni za kufuata ili Mungu apate kujifunua kwako. Tunapoanza kusoma mstari huu, tunamuona Yabesi kuna vile ambavyo aliweza kumuomba Mungu na Mungu akamuitikia. Kuna vile ambavyo aliweza kumfuata Mungu na Mungu akajifunua kwake katika yale ambayo aliyaomba. Lakini Biblia inazungumza, inasema anaitwa Yabesi kwa sababu alizaliwa kwa huzuni. Kwa hiyo maisha yake alikuwa ni mtu wa huzuni. Lakini akagundua jambo ya kwamba kuna vile ambavyo ninaweza nikajitahidi kumlingana Mungu, nikajitahidi
kuwa sawa na Mungu, ili hii huzuni ambayo ipo kwenye maisha yangu iweze kuondoka. Sasa Biblia inazungumza, inasema akaomba. Jina lake Yabesi ni kwa sababu ni huzuni, alizaliwa kwa huzuni. Unaona ule mstari, mama yake alimuita Yabesi kwa sababu alimzaa kwa nini? Kwa huzuni. Kwa hiyo Yabesi maana yake ni huzuni. Sasa Yabesi akachagua kufuata kanuni ili Mungu apate kujifunua kwake. Akaangalia kanuni nzuri ya kwanza ambayo angeweza kumlingana Mungu, na hiyo ingesababisha yeye kujibiwa, kutendewa, kufanyiwa na Mungu yale ambayo anayahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inazungumza, nasema akamuomba Mungu, lakini nasema akamlingana Mungu. Sasa nataka tuanzie hapo ya kwamba kanuni za kufuata ili Mungu apate kujifunua kwako. Mungu hawezi kujifunua kwako hivi hivi tu. Ameweka utaratibu, ameweka kanuni, na hizo ni kanuni ambazo kila Mkristo lazima uwe na kanuni hiyo, lazima ufuate kanuni hizo. Nikisema kanuni ni Kiswahili kinaeleweka? Mnaelewa? Kule Tanzania nikisema kanuni hakuna maswali mengi, hakuna mtu atapata shida. Napata shida kwenu. Sasa kama pia hakuna shida, kuna mtu anapata shida nikisema kanuni za kufuata. Haleluya. Na kama hakuna shida, basi unanielewa vizuri. Maana yake sasa nisikilize vizuri kwa dakika chache hizi. Yabesi akaona kanuni ya kwanza, ili Mungu apate kujifunua kwenye maisha yangu, ili Mungu apate kujifunua katika yale na yahitaji kwa Mungu. Akaona kanuni ya kwanza ni kumlingana. Hebu sema kumlingana Mungu. Sema kumlingana Mungu. Nilikuwa natafuta neno zuri sana ambalo linaweza kutupa fasiri nzuri katika neno kumlingana. Haleluya. Kumlingana. Mwambie jirani yako kumlingana Mungu. Haleluya. Biblia imeeleza yeye akafuata kumlingana Mungu. Sasa nini maana ya kumlingana Mungu? Ni hali ile ya kumfanana Mungu katika yale anayoyataka. Hali ya mtu kumfanana Mungu. Unajua tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Ni ile hali ya kumfanana Mungu katika zile njia, mapenzi yake ambayo yeye anataka sisi tuwe. Sasa nikaandika, Yabesi alimlingana Mungu kwa tabia. Akaanza kuitengeneza tabia yake sawa na vile Mungu anataka, sawa na vile Mungu anataka, sawa na vile Mungu ambavyo anataka mtu awe. Kwa hiyo tabia ya Yabesi ya kwanza, akakubali kumlingana Mungu kwa tabia. Tabia yake ya Mungu ikoje? Tabia ya Mungu ya kwanza, yeye ni mtakatifu. Bila shaka hilo hakuna maswali. Mungu ni mtakatifu. Mwambie jirani yako Mungu ni mtakatifu. Mwambie hiyo ni tabia yake ya kwanza. Sifa yake ya kwanza, yeye ni mtakatifu. Kwa hiyo Yabesi akaamua niwe mtakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Haleluya. Akaamua ili Mungu ajifunue kwangu mimi niliyezaliwa kwa huzuni, na nikapewa jina huzuni. Maana yake Yabesi, maana yake huzuni, si ndio? Sasa anasema huko mbele yawezekana nitaishi maisha ya huzuni. Unajua ukiishi maisha ya huzuni kila siku hauna furaha, si ndio? Kila siku huwezi kutabasamu, kila siku utakuwa mtu wa uchungu moyoni. Yaani hata kuyaona meno yako ya sebuleni hapa mbele hapa ni kazi ngumu, kwa sababu wewe ni mtu wa huzuni. Maisha yako ni maisha ya uchungu, maisha magumu. Yabesi akasema tabia ya Mungu ni ipi? Tabia ya Mungu, sifa yake na tabia yake ya kwanza, yeye ni mtakatifu. Biblia inasema akamlingana katika hali ya utakatifu wake. Biblia inasema akamlingana katika hali ya utakatifu, na alipomlingana kwenye hali ya utakatifu ndipo akaenda mbele zake. Sasa akamwambia, Mungu, ungeniangalia mimi
nimeitwa jina la huzuni, ukaniondolea mateso yangu na ukaniangalia, ukapanua hozi yangu, ukanipanulia mipaka yangu, ukanifanikisha. Mungu, hebu simama na mimi. Biblia inasema Mungu akamuitikia, akamjibu hayo yote aliyoyaomba. Kwa nini? Cha kwanza alikubali kumlingana Mungu. Sasa Mkristo tuliyeko hapa, mimi na wewe, vizuri sana tunaimba haleluya, tunamfurahia Mungu, tunamtumikia Mungu, lakini je, kwenye maisha yetu tuna sifa kama ile ya Mungu? Tunamlingana Mungu kwa tabia zetu, kwa mwenendo wetu? Uko sawa na Mungu? Ukisoma Biblia, ninashangaa mahali fulani Biblia inazungumza kwa habari ya Petro. Wakati fulani Yesu amekamatwa, Biblia inazungumza, nasema akiwa hapo Petro naye akawa anajificha ficha kwa nyuma. Yesu yuko hapo sasa, Wayahudi wamemkamata, wanaanza kumtesa. Petro naye yuko anajificha. Wakamuuliza, mtu mmoja akamwambia, na wewe bwana ulikuwa pamoja na Yesu? Petro alisemaje? Mimi wana simjui mtu huyu. Akaenda tena pembeni akajificha. Anaulizwa, wewe bwana, mbona unaonekana ulikuwa pamoja naye bwana? Anasema, we tafadhali bwana. Akaenda sehemu nyingine ya tatu, akaambiwa, wewe ulikuwa pamoja? Sema hapana. Asema, sikiliza, hata ongea yako, tembea yako, maisha yako yanafanana, ulikuwa kama huyu bwana. Unaelewa nini sasa? Kumbuka kina Petro walikuwa wavuvi tu wa samaki. Unajua wavuvi wa samaki kule wanafanya kila kitu. Mimi nimewahi kuwa mvuvi miaka hiyo ya ujana huko nyuma kabisa. Najua kule kwenye uvuvi tuna vitu vingi. Kwanza mpaka ukastahimili yale maji, lazima kwanza wewe umezimua kidogo, umeshtua kidogo, ili pakae vizuri, pakupe ujasiri wa kuingia kule ziwani. Kama ni sigara unapiga ile kubwa, sio ndogo. Si mnaelewa? Kuna sigara kubwa na ndogo. Niliwahi kuuza hiyo sigara kubwa huko zamani, sijaokoka. Na yale maji yanakupa ujasiri. Kwa sababu yani ukipiga ile kubwa inakupa ujasiri wa kuingia kule. Sasa amepiga sigara kubwa. Wale kina Petro walikuwa wavuvi, tabia zao hazikuwa sawa na Yesu. Mwenendo wao kuwa sawa na Yesu, maisha yao haikuwa sawa na Yesu. Walipowaita Yesu akakubali kuitika, walianza kubadilika. Na ndio maana Petro wakati anajificha anaambiwa, no, hata tembea yako inafanana ulikuwa pamoja na yeye, hata sauti yako inafanana ulikuwa pamoja na yeye. Nini? Kwa sababu alikaa na Yesu, akaiga tabia ya Yesu. Ndio Yabesi anasema alipogundua Mungu ni mtakatifu na yeye ana matatizo, akasema, no, lazima nifuate kama Mungu wangu alivyo, acha niwe mtakatifu kama yeye alivyo. Alipokwenda mbele za Bwana, Bwana akamuitikia. Kwa nini? Kwa sababu alimlingana. Mtikise jirani yako, mwambie, na wewe leo mlingane Bwana ili Mungu apate kusimama na wewe. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kanuni za kufuata Mungu ajifunue kwako, lazima umlingane kwa tabia, kwa mwenendo. Maisha yako, je, yanafanana na Mungu anavyotaka? Biblia kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, haraka haraka, kwenye kile kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 20 mstari wa 7, tuangalie mstari, nisomee 20 mstari wa 7, alafu Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 na 16. Tuone Biblia inasemaje. Walawi 20 ndio mstari wa 7. Mstari wa 7. Ndio. Maandiko yanasema kwamba ndio, jitakaseni basi, jitakaseni basi, iweni watakatifu, iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ndimi Bwana, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu. Mungu wenu. Petro ngapi? Hujamaliza hapo? Sijamaliza. Haya, vizuri. Mambo ya Walawi 20 mstari wa 7. Ndio. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, nanyi zishikeni sheria zangu,
na kuzitenda, mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Mstari umesoma wangapi? Walawi 27 hadi 8. Soma wa 7 tu. Wa 7 tu. Ndio. Haya. Jitakaseni basi, Ehe. iweni watakatifu. Ndio. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Amina. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwa hiyo mimi ni mtakatifu. Anasema jitakaseni basi, iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Sasa angalia ule sura ya 11 Mambo ya Walawi mstari wa 24. Uone sasa anasemaje hapo. Alafu turudi kwa Petro, tutoke kwenye hiyo hatua. Sura ya 11 na ule mstari wa 24. 11:24 Walawi. Ndio. Anasemaje? 11:24. Ndio. Nanyi mtakuwa najisi kwa nyama hao. Kila atakayemgusa mzoga wao atakuwa ni najisi hata jioni. Umesoma? Walawi 11:24. 11:24. Yes. Mstari huu hauko sawa. Haleluya. Amina. Hauko sawa. Twende Petro wa kwanza 15. Petro wa kwanza 1:15-16. Tusome hapo. Petro wa kwanza. Petro wa kwanza 1:15 na 16. Mistari miwili hiyo. Petro wa kwanza 1:15. Anasemaje hapo? Anasema kwamba bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Sasa nisikilize vizuri. Bali kama yeye aliyewaita. Nani? Bwana Mungu. Nani amewaita nyinyi? Bwana Mungu. Kanisa linaitwa GCI. Yes. Nisikilize, kabla ilijawa GCI kuna mtu uliitwa na Mungu. Si ni sawa? Akakutoa huko uliko, ukaamua kuja kumpa Yesu maisha kama yule ndugu yangu pale. Anaitwa nani? Abedi. Siku ile akasema nakuja kumpa Yesu maisha. Akaja. Lakini ukiuliza Abedi mpaka anachukua hiyo hatua, kuna vile amekuwa akitafakari, naishi bila Mungu, naishi bila maisha ya kumtaka Mungu. Ni nini haya maisha? Mwisho wa siku akasema acha niende kwa Mungu. Akaitwa. Sawa sawa? Akaitwa, akaitika. Sasa Mungu anasemaje? Endelea kusoma. Ndio. Ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Anasema bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Aliyewaita alivyo ni nani? Mtakatifu. Ninyi nanyi iweni nini? Watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa kuwa imeandikwaje sasa? Kwamba imeandikwa. Imeandikwaje? Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mungu anasema imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa yeye aliyewaita ni nani? Ni mtakatifu. Umeitwa na Mungu. Mimi nimesikia, nilikuwa ninatafakari wakati ngoma zinapigwa ndindi kutoka kule kwenye mkutano. Nasikia kuna kitu kanaitwa utabakia, utabakia, utabakia. Mwingine nasikia sitabakia. Sasa nikawa najiuliza hutabakia wapi? Nikawa natafuta hayo mazingira. Maana yake duniani, si ndio? Yesu atakaporudi. Sasa huyu Yesu yeye ni mtakatifu. Amewaita ni mtakatifu. Anasema bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu. Yeye aliyetuita ni mtakatifu. Sisi na sisi tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Hiyo ni sifa. Maana yake unamlingana katika sura yake, katika tabia yake. Tabia ya Mungu ni mtakatifu. Tabia ya Yesu tunayemwimba ni mtakatifu. Ametuita ili tuwe watakatifu. Haleluya. Amen. Sehemu nyingine nasema mtakuwa watakatifu kama mimi Mungu nilivyo mtakatifu. Yaani ni kanuni kwamba anapokuita anataka akutengeneze uwe mtakatifu, na wewe ujitahidi kuwa mtakatifu. Ninaposema mtakatifu maana yake nini? Usiye na dhambi. Sawa sawa? Usiye na uovu. Tunapojitakasa baada ya kuja huku ndani, tunatakiwa kuacha dhambi zote. Tikisa jirani yako, mwambie dhambi zote. Usiache 2 au 3. Tikisa jirani yako, mwambie usiache 2 au 3. Tunapoingia hapa kanisani baada ya kumpokea Yesu, tunatangaza kuacha dhambi zote.
Mwambie zote. Mwambie tena. Mwambie kwa nini? Muulize kwa nini? Amesema hivi, aliyetuita ni mtakatifu. Kama ni mtakatifu, na sisi tunapaswa kuwa watakatifu. Usafi wa maisha yetu, usafi wa miili yetu, usafi wa roho zetu, usafi wa mwenendo wetu. Mimi nimeokoka, nina Yesu moyoni. Ninapotembea huko kwa ambao hawaamini, lazima nionyeshe matendo yangu, wafike mahali waseme hakika huyu ameokoka kweli, acha nifuate maisha yake. Maisha yako yanafundisha, na ndio maana Petro hakuweza kujificha. Nimekwambia wavuvi mtaelewa, wale ambao mmewahi kuwa wavuvi kabla mjampasa Yesu. Mimi nimewahi kuwa mvuvi takriban mwaka mmoja, mvuvi. Nikajua na kuendesha ule mtumbwi namna hii. Siku moja niko na kaka yangu tunaenda ngambo ya pili kwenda kutafuta bidhaa fulani huko. Ulipiga upepo mmoja tu, mimi ndio dereva. Upepo mmoja tu, bahati nzuri tulikuwa tumekaribia ufuoni, maji ya shingoni. Kaka yangu anapiga kelele, nakufa. Nikamwambia utakufa, umeshafika huko. Lakini unakuwa na moyo mgumu hivi, ila kuna vitu unajua kwenye uvuvi, kuna mambo kule nilipitia. Sasa wewe mvuvi unajua tabia nyingi mbaya za wavuvi. Lakini Petro alipookoka akaitwa na Yesu, tabia zake, maisha yake, mwenendo wake, kila mtu alishuhudia kwamba ulikuwa pamoja na Yesu. Haleluya. Tikisa jirani yako, muulize, wewe matendo yako yanakushuhudia kuwa uko pamoja na Yesu? Maisha yako unapoishi uko nje, uko pamoja na Yesu? Kwa sababu kuna vitu vinazuia Mungu anataka ajifunue. Huwa nawaambia watu, kuna vile ambavyo huwa vinakuwa vizuizi kabisa vya Mungu kukutendea. Anajua wewe ni mtu fulani mkubwa mno, lakini anashindwa kukupeleka hiyo hatua kwa sababu kuna vitu vinazuia. Ndio maana anasema kama yeye alivyo mtakatifu, na ninyi iweni watakatifu. Unakuwa mtakatifu katika mwenendo wako wote, tabia zako, maisha yako, muonekano wako, sema yako. Kuna watu kwenye kusema, kuzungumza, unakutambulisha tu kwamba kwa kweli unaendaga tu kanisani. Sema yako tu inakutambulisha tu kwamba wewe ni mwendaji tu wa kwenda wapi? Kanisani. Ila huku moyoni huna Yesu. Utabakia. Sasa kama hutabakia, utakatifu ni sifa ya kwanza. Tikisa jirani yako, mwambie utakatifu ni sifa ya kwanza. Mimi ninataka siku Yesu akirudi niwaone watu wa Malawi ambako nilienda kuhubiri, niwaone watu wa GCI ambako tulitumwa na Bwana kuja kwao na tukasikia agenda yao, hawatabakia. Haleluya. Nikikuona mwalimu tafurahi, maana yake umetunza utakatifu na ulikuwa unamaanisha kweli sitabakia. Yule mama yule yuko wapi? Yule mama alikuwa anaimba hapa, anasema utabakia. Nimuone huyu hapo, nikuone, tukutane kule mbinguni, kwamba tumefika. Kuimba kwetu hakukuwa bure, kumsifu kwetu Mungu hakukuwa bure, lakini tulikuwa na jambo ya kwamba siku moja tumefika kwa Baba yetu wa mbinguni, na yeye ametukaribisha na akatufuta machozi. Tunasahau tabu zote za dunia. Sema amina kubwa yenye uhai. Ili Mungu ajifunue kwako, utakatifu ni wa muhimu katika mwenendo wako wote. Jitahidi. Haleluya. Jitahidi kuwa nani? Mtakatifu. Sifa ya kwanza, Yabesi akasema sifa ya kwanza, acha nimlingane Mungu. Tabia zake nini? Mtakatifu. Nani? Mwaminifu. Na mimi nakuwa mwaminifu. Haleluya. Haleluya. Sio unakosa uaminifu. Ukija kanisani uko sawa, ukitoka nje uaminifu unakosekana. Unapiga ile ndogo na kubwa. Haipaswi. Hizo waachieni watu wa dunia, maana hawaendi. Watabakia. Wao wanabakia, hawana mpango wa kwenda.
Wewe uliyeko hapo na mpango wa mbingu, lakini unatakiwa sio mbinguni tu, hapa duniani kabla hatujaenda. Yesu alisema tupate mara ngapi? Mara 100. Muulize jirani yako, hapa duniani umeshapata hata mara 2? Kwa sababu si mbingu tu, kuna vitu vinazuia kupokea hizo mara 100. Mwingine hata mara nusu bado hajapata. Kwa sababu Yesu alisema, kila Petro anamuuliza, tumeacha vyote tukakufuata wewe. Tumeacha sigara, tukaacha pombe, tukaacha uzinzi, tukaacha machafu yote ya dunia, tukawa waaminifu kwako Yesu. Kama ni kinywaji tunapiga zetu Pepsi hapo, tunapiga zetu ka juice hapo, maisha mazuri. Sasa tutapata nini? Petro anauliza, asema hapa duniani mtapata mara 100, kisha uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo muulize jirani yako, duniani mara ngapi umepata? Lazima tujitahidi kuiga kumlingana Mungu, ili hapa duniani kwanza tuanze kuenjoy maisha. Unajua kuna watu wanajiombea bora kutoka duniani, hawaoni faida ya kuishi wapi. Lakini wengine tunasema Yesu tuache kwanza, kwa sababu tunataka kukuona wewe katika viwango vingine. Haleluya. Kwa sababu kuna watu wanaomba kabisa, Yesu njoo kesho, njoo kesho. Sasa aje kesho, maisha yako yenyewe bado hayajamlingana Mungu. Akija unabakia. Halafu umeomba kwenda. Sisi tunasema asubiri, tuhubiri. Tukitoka hapa twende na Zambia, tukitoka hapa twende na Kongo, tukitoka hapa twende na Ulaya, tukitoka hapa twende na wapi, tukahubiri injili, maana ndio wito wetu. Lakini pia lazima baraka tuzipate za duniani. Haleluya. Haleluya. Sifa ya kwanza ili Mungu ajifunue kwako, hebu mlingane Mungu. Tikisa jirani yako, mwambie sifa ya kwanza, mlingane Mungu. Kuwa mwaminifu, jitenge na mabaya. Mimi huwa ninasoma Biblia kwenye kitabu, wakati Mungu anamwambia Ibrahim, toka. Toka wewe. Nataka kukubariki, toka. Nataka nikuinue, toka. Kwa nini anamtoa huko? Anasema nataka kulikuza jina lako. Ameona Ibrahimu ndani yake nikimuita kuna uaminifu, atakuwa mwaminifu. Na maisha ya Ibrahimu yalibadilika baada ya kuwa ameamua kutoka. Akatoka kwao waabudu miungu, akaacha mamiungu ya kwao. Ukisoma kwenye Yoshua sura ya 24 mstari wa 2 unaipata hiyo. Alikuwa mwabudu miungu kwao. Baba yake Tera alikuwa ndio kuhani wa miungu ile, anaiabudu na kuitumikia. Na kina Ibrahimu, Mungu anasema nataka nikubariki wewe. Mungu amekuokoa kutoka kwenye dhambi, kutoka duniani, akakuita, ana mpango na wewe. Lazima umlingane ili yeye apate kujifunua kwako. Sema amen. Sema amina. Jambo la pili, ni muhimu sana kumkaribia Mungu. Ili Mungu ajifunue kwako lazima umkaribie. La kwanza, lazima umlingane kwa tabia, mwenendo. Ni mwaminifu, wewe uwe mwaminifu. Haleluya. Ni mtakatifu, wewe mtakatifu. Anakataa na kuchukia dhambi, na wewe chukia hivyo. Lakini tabia tatu ni ya kumkaribia Mungu. Unajenga tabia ya kumkaribia. Tunamkaribiaje Mungu? Tunamkaribia Mungu kwa njia ya kuomba. Maombi ni muhimu sana. Yanajenga ukaribu wako na Mungu, yanajenga uhusiano wako na Mungu, na yanasababisha Mungu ajifunue kwako. Kwa sababu maombi yakikosekana, kila Mkristo, haya sio ya kikundi cha maombi peke yake. Najua huku mna vyumba vya maombi. No, kila Mkristo ni lazima aombe. Haleluya. Jenga tabia ya ukaribu wako na Mungu. Kwa sababu kuomba ni kuwasiliana na Mungu. Aliyekuita unawasiliana naye, unasema naye, unamweleza. Na hiyo inakusaidia kwamba Mungu anaona tabia yako na yake, mnazungumza na yeye. Unapoomba na yeye anakupa kila unachotaka, anakusaidia. Wakati mwingine anajifunua kabisa, anakwambia fanya na hivi na hivi na hivi. Vile unavyoendelea kujitoa kumkaribia Mungu, ndivyo Mungu anavyoendelea kukusaidia wewe kwenye maisha yako ya hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo ili Mungu ajifunue kwako, jambo la pili, lazima ujenge tabia ya kumkaribia Mungu. Kitabu kile cha Nyakati wa kwanza, ile sura ya 16. Nyakati wa kwanza 16 mstari mmoja tu wa 11. Bwana asifiwe. Ukifika tu nasoma Nyakati wa kwanza 16 sura na mstari ule wa 11. Na mstari wa 11 Ndio anasema, ndio, mtakeni Bwana na nguvu zake. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Mtafuteni uso wake siku zote. Mtafuteni uso wake siku zote. Amina. Sio leo kesho uombi. Kila siku. Anaposema siku zote, mtake Bwana kwa njia ya maombi, kwa njia ya kumkaribia. Kila siku unajenga tabia kama mtu wa Mungu. Jenga tabia ya kumkaribia Bwana kwa njia ya kuomba. Unapojenga hiyo tabia, ndivyo ambavyo Mungu atakuwa akijifunua kwako mara kwa mara. Inasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Watu waliojenga tabia ya kumtafuta Mungu, Mungu alijifunua kwao, Mungu alionekana kwao. Usisubiri maombi tu kwamba nitaomba watakapotangaza kanisani. Hapana, ili Mungu ajifunue kwako, hii ni kanuni ya pili, lazima uizingatie. Ili ajifunue kwako, lazima kumkaribia kwa njia ya kuomba. Lakini jambo la pili, unamkaribia kwa njia ya kulisoma na kulipenda neno lake. Njia ya pili, kwanza kwa njia ya maombi. Jambo la pili, unamkaribia kwa njia ya kulipenda na kulisoma neno la Mungu siku zote. Kitabu kile cha Zaburi 119 mstari wa 105. Zaburi 119 mstari wa 105. Maombi yanajenga uhusiano wako na Mungu. Zaburi 119 mstari wa 105. Ndio. Maandiko yanasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Amina. Haleluya. Neno lako ni taa ya nini? Ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Neno la Mungu ndilo linalotupa mwanga. Unapokuwa umemwamini Yesu na kuja mahali hapa, lazima cha kwanza penda sana kusoma neno la Mungu. Wangapi tuna Biblia hapa? Wangapi tuna Biblia? Nyoosha juu sasa Biblia yako, nilitaka tu niione Biblia. Wangapi tuna Biblia? Wachache wenye Biblia, wengi hatuna Biblia. Kwa nini? Muulize jirani yako, kwa nini huna Biblia? Sasa utapataje mwanga? Kwa sababu kazi ya neno ni kukufunulia. Unaposoma linaleta ufunuo wa vile Mungu anataka wewe uishi, na neno la Mungu ni kanuni ya maisha ya wewe kuishi hapa duniani. Sasa kama ulisomi, unasubiri Pastor Paul hapa na kuhubiri ndio usikie, hiyo bado haitoshi. Maana leo kesho nitarudi Tanzania, lakini wewe utabakia hapa, utaendelea kusoma nyumbani. Haleluya. Sasa lazima uwe na neno. Nilikuwa nasikiliza ushuhuda wa Adam Haji. Ukienda Promova hawa kule ukigugo ushuhuda wa Adam Haji. Miaka ya nyuma kabisa nilikuwa na CD yake. Wakati ule nilikuwa na sikiliza zile shuhuda zake. Anasema hivi, kule kwao Somalia huwezi kutembea na Biblia hivi. Huwezi kutembea na Biblia njiani hivi. Natembea kama wewe una Biblia. Huwezi kutembea naye. Ukionekana una Biblia wanakukata shingo. Ndio unakuwa umeishia hapo. Sasa anasema hivi, alikuwa anachukua Biblia, wanachana karatasi kwenye Biblia. Wapendwa wachache wameokoka pale, wanagawiana Biblia, karatasi ya Biblia, na mahali pa kusomea sio nyumbani. Kama huyu ni mpendwa, nampa karatasi ina labda Mathayo sura ya kwanza inaenda mpaka yote kwenye karatasi hii, na yeye hasomei hapa hadharani, anakwenda anasomea chooni. Kwa hiyo yuko chooni, kama utagonga kule utasema
hafanyi chochote, yuko anasoma Biblia chooni. Mnaelewa hicho kitu? Anataka nini? Huyo Mkristo aliyeokoka kutoka kwenye ile dini nyingine anataka apate ufahamu, apate mwanga. Biblia inasema neno lako ni taa, ni mwanga, linakupa kukumulikia kwenye ufahamu wako, kumjua Mungu, kupata kanuni za kuishi. Anasoma akiwa amejificha chooni. Sisi tuna uhuru wa kusoma Biblia. Tuna uhuru wa kusoma nini? Biblia. Leo hatuna Biblia. Muulize jirani yako, ukienda Somalia utarudi wewe? Maana yake utaasi sasa, hautakuwa muamini tena, hautakuwa umeokoka tena. Kama hapa tu hatuwezi kusoma Biblia. Neno la Mungu linatupa ufahamu. Haleluya. Neno la Mungu linakupa ufahamu, lakini ni kanuni. Haleluya. Ndiyo sheria yetu tuliyomwamini Yesu. Ukisoma mahali fulani limezuia hiki, unasema okay, limezuia hiki. Nasoma hili hapa ninasema linanitaka nifanye hiki, ninafanya. Pale limezuia, linakupa mwanga. Haleluya. Mstari, ongeza mstari mmoja wa 11 hapo. Hapo usihame, Zaburi. Rudi mstari wa 11. 119:11. Ndiyo. Maandiko yanasema, ndiyo, moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Nisije nikakutenda dhambi. Daudi alichagua kuliweka neno la Mungu, akaliweka moyoni. Alipoliweka, maana yake alikuwa na tabia ya kulisoma. Unapolisoma linakupa mwangaza, linaingia ndani, linakuzuia baadhi ya mambo. Nasema hiki usifanye. Unapolisoma neno linakupa ufahamu, mtu wa Mungu. Neno pia linakupa kushinda. Hatuwezi kushinda bila kuwa na neno la Mungu. Yesu Kristo alipojaribiwa na Ibilisi, alishinda kwa neno. Alikuwa na ufahamu juu ya neno, aliliweka moyoni neno la Mungu. Ndio maana mjaribu anakuja tu anamwambia, hey, una njaa, geuza mawe haya kuwa mikate. Ni kweli Yesu ana uwezo wa kugeuza mawe kuwa nini? Kuwa mkate. Lakini Yesu alimwambia, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Haleluya. Mtu hataishi kwa mkate, bali kwa kila neno. Kwa nini anamwambia imeandikwa? Alikuwa anasoma neno, aliliweka moyoni, aliliweka kwenye ufahamu. Kwa hiyo lilimsaidia kushinda majaribu. Maombi yanakusaidia pia kushinda, lakini neno linakupa kushinda zaidi. Haleluya. Unapojenga tabia, watu wa Mungu, jengeni tabia ya kujifunza. Mtikise jirani yako kidogo achangamke hapo. Mwambie, jenga tabia ya kusoma neno la Mungu kila siku. Tikisa tena, mwambie, jenga tabia ya kusoma neno. Mimi najua hapo mlitaka niwe kama kule kwenye mkutano. Sikiliza, Yesu anasema hivi, nataka huku ndani tunafundishanaga huku ndani. Tukiwa kule ndio tutapiga injili ya kweli. Lakini hapa ni neno kwa neno. Ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo usisinzie, macho yasiwe mazito. Sikiliza neno la Mungu. Weka moyoni mwako neno. Acha kuweka maneno. Kuna watu wanaweka maneno ya watu moyoni. Weka neno la Mungu moyoni. Daudi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Hivi nyewe wapiga muziki nyewe, kama umeweka neno, si wimbo unashuka tu. Wimbo unatelemka tu wenyewe ukiweka neno. Lakini sasa hivi kuna watu watch tu kule, kina boziana wanapigaje muziki, na sisi tupige hivyo.
Sisi kwetu ni mziki wa tofauti, maana ni wa kimbingu mbingu. Haleluya. Ukiliweka neno moyoni, ni taa, linakufungua ufahamu, kufungua akili. Haleluya. Neno ndio maana Biblia inasema ni taa na mwangaza wa njia zako. Neno ndio linakumulika pita wapi. Neno ndio linakupa ushindi. Neno ndio linakupa kushinda majaribu. Haleluya. Yesu alishinda. Aliposhinda pale, akapelekwa sehemu, akaonyeshwa miliki yote. Akaambiwa ukisujudu, nakupa hiyo yote unayoiona. Akasema imeandikwa. Alikuwa anajua maandiko, alikuwa anasoma neno. Akamwambia imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, yeye peke yake, na umwabudu yeye peke yake. Biblia inasema kisha shetani akamwacha akaenda zake. Kama hauna neno, jamaa anakuja leo. We binti sasa, anakuja jamaa. Anakuja hapo, anakuambia ukinikubali tu. Anafungua wallet. Nasikia we binti, we wa kilokole, kabinti ka kilokole ka kanisa la GCI. Ukinikubali tu. Unaona hizi pametuna hapa pametuna. Alafu anaamua ngoja tu nikuonyeshe kidogo. Anachomoa, umeona hii? Kule kwetu hii ndio ya mwisho. Sijui huku kwenu ni ngapi. Sasa unaziangalia siku angalia hizi. Akiziona. Binti anasema Yesu kushoto. Yesu tutakutana baadaye. Twende tu. Sasa si hauna. Yesu alishinda mtihani huo. Alionyeshwa zaidi ya fedha, akaonyeshwa miliki zote. Lakini mwanaume alikuwa ameshiba neno, ameliweka moyoni. Akasema imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, yeye peke yake, na umwabudu. Akashinda mitihani yote kwa sababu ndani yake kulikuwa na neno. Mtikise jirani yako, mwambie weka neno moyoni. Tikisa kwa nguvu, usimhurumie, mwambie weka neno moyoni. Sema haleluya. Tikisa, changamke, weke neno. Kiweka neno ni ushindi. Ndio maana kina Yabeshi walipoenda kuomba tu, Mungu akaangalia na sifa zote. Kuomba naomba, ni mtakatifu, neno langu amelishika, acha nimtendee yote anayoyataka. Haleluya. Tunaombaga sana Mungu tupe, Mungu tufanikishe, Mungu tuwezeshe. Tembea kwenye kanuni, mtu wa Mungu. Mungu atajifunua kwako kwa viwango. Atatenda mambo makubwa mno. Na mimi natamani akutendee ukishika kanuni hizi. Haleluya. 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 Neno la Mungu linakupa kujitenga na uovu. Linakuzuia kabisa uovu. Lakini nakupa kushinda majaribu. Mitihani ni mingi. Haleluya. Mitihani ni mingi sana. Tunakutana majaribu mengi. Hatuwezi kushinda kwa akili, hatuwezi kushinda kwa ufahamu wetu, neno likiwa ndani. Haleluya. Neno likiwa wapi? Ndani. Linakusaidia wewe kushinda. Yesu alishinda mitihani yote, majaribu yote, kwa sababu alikuwa ameingia kwenye maombi ya kufunga. Lakini bado shetani kaleta majaribu. Lakini kwa sababu alikuwa na ufahamu juu ya neno, neno lilimpa kushinda. Tikisa jirani yako, mwambie shika neno, weka moyoni, tendea kazi maneno ya Mungu, ili Mungu ajifunue kwako. Haleluya. Jambo la tatu, ili Mungu ajifunue kwako, ni vizuri kumruhusu Roho Mtakatifu yatawale maisha yako. Kanuni za kufuata ili Mungu ajifunue kwako, ni vizuri kama mtu aliyeokoka. Jambo la tatu, hiyo ni kanuni ya tatu, mruhusu Roho Mtakatifu ajifunue kwenye maisha yako. Mruhusu ayatawale maisha yako. Usitawaliwe na roho zingine. Tumekuwa tukifundishwa kuna roho za asili, za maagano, za kifamilia ndio zinaongoza maisha. Hapana, sisi tunatakiwa Roho Mtakatifu tumpe nafasi kwenye maisha yetu. Maana ndiye Yesu alisema, ninaondoka, sitawaacha yatima
naja kwenu na waletea msaidizi. Atakapokuja huyo msaidizi anaitwa Roho Mtakatifu, atakaa pamoja na ninyi na atakuwa ndani yenu. Haleluya. Sasa huyo ndio tumeachiwa. Ruhusu Roho Mtakatifu. Muulize jirani yako, umeshawahi kumpokea Roho Mtakatifu? Watu wa Samaria walienda kuuliza, hivi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Mliwahi kumpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakasema hata kusikia habari za Roho Mtakatifu. Watu wa Burundi wanasema oya, hatujawahi kusikia. Sasa mlibatizwa kwa ubatizo gani? Kama wa Kristo mmemwamini Kristo, na yeye alisema atawabatiza kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yohana anabatiza kwa maji, lakini Yesu anabatiza kwa Roho Mtakatifu. Na akasema atakuja huyo msaidizi, atakaa ndani yenu, atakuwa pamoja na ninyi, atawasaidia, atawaongoza, atawatengeza kwenye kweli yote, atawafundisha. Ni kiongozi, ni mwalimu, ni msaidizi, kimbilio. Nani wa kutusaidia zaidi ya Roho Mtakatifu? Kwa hiyo lazima Mkristo amruhusu Roho Mtakatifu kwenye maisha yake. Ruhusu kuongozwa naye. Usiporuhusu Roho Mtakatifu akuongoze, utaongozwa na roho zingine. Sema haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Kitabu kile cha Luka mtakatifu, ile sura ya 3 mstari wa 22. Injili ya Luka sura ya 3 mstari wa 22. Luka 3 mstari wa 22. Ndio. Roho Mtakatifu akashuka juu yake. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili. Kwa mfano wa kiwiliwili, kama hua. Sauti ikatoka mbinguni. Wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu. Nimependezwa nawe. Ninayependezwa na wewe. Yesu mwenyewe alimpokea Roho Mtakatifu. Amebatizwa na Yohana Mbatizaji. Lakini pia Roho Mtakatifu akamshukia na akawaambia, mimi naenda, sitakuwa na ninyi, lakini Roho Mtakatifu atakuja akae pamoja na ninyi. Huyo ndiye aliyemuongoza kwenda nyikani, akaingia kuomba. Haleluya. Angalia kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 8 hapo. Warumi 14 mstari wa 8. Warumi 14 mstari wa 8. Ndio. Kwa maana kama tukiishi, twaishi kwa Bwana, au kama tukifa, tuafa kwa Bwana. Umesoma 14, nimesema 8:14 au nilikosea kusema? Warumi 8:14. 8:14. Sio 14:8, 8:14. Vizuri. Ndio. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, ndio hao ndio wana wa Mungu. Rudia kusoma kwa herufi kubwa. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, ndio hao ndio wana wa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Soma mstari wa 9. Warumi 8:9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, ndio, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Haleluya. Amina. Sio mimi nimesema, ni Biblia imesema. Wote wanaoongozwa na Roho Mtakatifu, hao ndio wana wa nani? Hao ndio wana wa nani? Hao ndio wana wa nani? Na asiyekuwa na huyo Roho si wake, atawakia. Asante sana. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema kama Mkristo lazima ukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu aje ndani yako. Ili Mungu ajifunue, inategemea sana ndani yako. Roho Mtakatifu umemwalika, yuko ndani yako, anaishi pamoja na wewe, kwa sababu yeye ndiye Mungu. Yeye ndiye Mungu. Miaka ya nyuma sana, bado sijawa mkomavu kwenye wokovu, nilikuwa najiuliza, mtu anakuja tu hapa anaweza kusimama asema kuna mtu anaumwa kichwa hapa, halafu anapatikana huyo mtu asema ni mimi naumwa kichwa, na kweli kichwa kinamuuma. Nilikuwa najiuliza, huyo yeye anajuaje?
Ndio lilikuwa swali langu, anajuaje yeye naumwa kichwa? Anajua kabisa naumwa kichwa. Kwa nini? Nilipokuja kusoma Biblia anasema akija yeye Roho Mtakatifu ndani yetu atatufunulia mambo yajayo. Yale ya mbele atayafunua, yale ya sasa atayafunua, kwa sababu ni Mungu anayekaa ndani yetu. Roho Mtakatifu ni Mungu anayeishi ndani yetu. Kwa hiyo kazi yake ukiwa naye ndani yako, atakufunulia, atakuongoza, atakushauri, atakusaidia. Ndio maana kuna mahali unataka kufanya kosa kabisa, unasikia huku ndani, unasikia tu kabisa ndani, usifanye. Unasikia acha. Mungu mwenyewe anakusemesha kupitia Roho wake Mtakatifu. Anasema wewe ni mali ya Mungu, wewe ni mtoto wa Mungu, acha, usifanye hivyo. Ukimpata huyo atakusaidia. Ni mshauri, ni kiongozi, ni mwalimu, anatufundisha. Haleluya. Anakufundisha, anakuelekeza. Lakini ni kiongozi, anakuongoza, fanya hiki usifanye. Yuko ndani. Ukitaka kufanya baya anakuambia no, unataka kwenda pabaya. Ili Mungu ajifunue kwako, kubali kumpata Roho Mtakatifu. Sema amina. Sema amina. Amesema kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho Mtakatifu hao ndio wana wa nani? Muulize, wewe ni mwana wa Mungu? Muulize tena, wewe ni mwana wa Mungu? Kama ni mwana wa Mungu, mwambie ongozwa na Roho Mtakatifu. Tamani aje ndani yako, tamani aje kwenye maisha yako, tamani atawale maisha yako. Akija huyo una kiongozi, akija huyo una msaada, akija huyo ni Mungu wa neema. Haleluya. Huyo ndio mfanikishaji wa mambo yetu yote. Tukiwa naye ndani yetu atatusaidia. Sehemu nyingine anasema hatujui hata kuomba ipasavyo. Ukisoma ile 8:26, hatujui kuomba sawa sawa na Mungu anavyotaka, lakini Roho Mtakatifu hutusaidia udhaifu wetu. Yeye anachukua maombi yetu, anaomba ndani yetu kwa kuugua kama vile Mungu anavyotaka. Anaomba kwa kiwango kile ambacho Mungu anataka. Hatuwezi kuomba, lakini akiwemo ndani atatusaidia. Sema amina kubwa yenye uhai. Lakini Roho Mtakatifu ni macho ya kwetu ya kuona. Yeye ndiye macho ya kuona. Haleluya. Haleluya. Watu wabaya wanapanga mipango, Roho Mtakatifu anakuotesha ndoto. Anakufunulia. Hao wanakuja wanapanga kukutilia sumu. Roho Mtakatifu anakuonyesha amepanga kukutilia sumu. Ukiamka kwenye maombi, wewe unawafyatua, unasema kwa jina la Yesu nimeshawaona, maisha yako yanakuwa salama. Sema amina. Ukimkosa Roho Mtakatifu umekuwa kipofu. Huoni. Ndiye anayeshughulika na kukuonyesha. Hivi wengine tuko hapa tunakuhubiri, tungekuwa tuisha kufa zamani sana. Zamani mno. Zamani mno. Ashukuriwe Roho Mtakatifu. Ndio maana nampenda sana Roho Mtakatifu mimi. Kwa nini? Akija ndani yako, asema atatufunulia na atatukumbusha, atatuonyesha. Ni macho. Hebu sema macho. Sasa Wakristo wengi wako gizani, hawaoni, ni vipofu. Ila hapo wananitazama vizuri. Sio ana macho yako makubwa kama ya kwangu. Hapo unaniona sawa sawa. Ila macho ya rohoni huyaoni. Wanapanga mpango wa kukumaliza na wewe huna chochote. Mpaka wanakufanikisha, akamwambia leo bwana mama Mbele, mama Kathe, twende pale tukanywe juice. Kwenye mikono yake anauto tunani, anakufungulia juice. Kunywa mpendwa. Unatunyweyamo. Ila kama una Roho Mtakatifu anakuwa ameonekana huyo. Kesho yake ukisikia anakuambia twende pale dukani nikakupe juisi, moyoni nasema nilisha kuona, mwambie leo niko kwenye maombi ya kufunga. Ishu yake kwisha. Wakristo waliookoka kweli hawafi ovyo ovyo. Watu wengi wanakufa leo ovyo ovyo kwa sababu msaidizi hawamtaki, wamemwacha,
hawamtaki kabisa kwa ujumla. Yeye ndiye msaada. Mtu mmoja alikuwa anatoka kwenda kazini kwake. Wakati anatoka kwenda kazini, akasikia sauti ya Roho Mtakatifu. Ameokoka huyo mtu, inamwambia rudi, vua hilo shati. Akajiangalia, kwani ni baya? Anambia rudi, vua hilo shati. Asema mbona niko vizuri. Anasogea kidogo, anaambiwa rudi, vua hilo shati. Akarudi, akavua lile shati, akabadilisha, akavaa shati jingine. Akaenda, wakati anafika mjini akakutana na yoe, mwishi! Watu wana marungu na mapanga wanamkimbiza jamaa, na ana shati lile lile aliyoambiwa na Roho Mtakatifu, rudi ukalivue. Mnanielewa ninachosema? Ana shati lile lile alilokuwa amevaa yule mwizi anayekimbizwa, na alikuwa amewaacha wale watu. Linafanana, yani shati lile linafanana na lile alilovaa mwizi. Sawa, yule mwizi kavaa shati lile ambalo huyu mtu aliambiwa na Roho Mtakatifu, rudi kafanyeje? Kavue. Na yule jamaa amewaacha, alafu yule jamaa anakutana nao, hey. Vipi? Angelikuwa na hilo shati? Muulize jirani yako, wewe mara ngapi kila wanakopanga mabaya unaangukiamo? Mama mmoja nilikuwa nasoma ushuhuda wake. Ameokoka. Asubuhi ameamka, anajiandaa kwenda kazini. Akaambiwa na Roho Mtakatifu, ingia maombi. Anasema mbona hii sauti? Ingia maombi. Akaingia, akamtii Roho Mtakatifu. Akaingia maombi, akaomba. Anamaliza kuomba, anasema amina, anasikia tena omba. Akaingia tena kuomba, akaomba. Akamaliza, akaanza kusikia hali ya kupata amani. Sasa alikuwa na mtoto mdogo anatambaa. Naona? Ana mtoto mdogo. Kumbe mtoto alishatoka ndani, alishaenda nje kwenye gari yake kule chini. Mama haoni. Ndio ile Roho Mtakatifu anamwambia omba. Sasa sijui yule mtoto alienda kupanda kwenye lile dude, sijui ni propeller, sijui ni nini. Paka yule mama anawasha gari. Yule mtoto amekamata, sijui ni sehemu gani ambayo haizunguki huko chini. Mnajua madereva na wenye vyombo vya moto. Ila anasema alikuwa amekamata kwenye ile chuma. Sasa wakati anaondoka, anaenda, ametoka tu nje kwenye nyumba yake, anaenda. Watu wanamwambia, we mama, kila mtu anashika kichwa. Lakini kale katoto kameng'ang'ania hapo. Umenielewa? Paka anaenda kusimama. Wale wambia, unataka kuchungulia. Katoto kamo chini humo, na ni mtoto wake. Nisoma ushuhuda mpaka nilikuwa nasikia nasisimka. Anasema Mungu ni wa ajabu. Anakusemesha kuna hatari. Asingeomba ingekuwaje? Roho Mtakatifu alisema naye. Ndio maana nasema Roho Mtakatifu ni wa muhimu mno. Kila kwenye maisha Mkristo Roho Mtakatifu ni wa muhimu. Hatari zote ndio muepushaji yeye. Tukimkosa tunaingia kwenye hatari. Lakini ndio sababu ya Mungu nimesema Mungu anataka kujifunua kwako. Ukiwa na Roho Mtakatifu ni rahisi. Mungu atajifunua kwako, maana yeye mwenyewe ni Mungu, yuko ndani yako, anaishi, unaongozwa naye. Fanya hiki, akikwambia omba. Akikwambia leo usiende huku acha, akikwambia fanya hivi, yeye ndio kiongozi. Anatuepusha na mambo mengi sana. Mchana wa leo natamani twende kuomba kwenye hizi kanuni chache ambazo ili Mungu ajifunue. Tamani kuwa mtu mtakatifu. Tamani sana, hilo ni jambo la muhimu. Tamani kuishi sawa sawa na tabia za Mungu. Mwambie Mungu, ninahitaji unisaidie, kuna madhaifu ninayo, nisaidie. Na lakini tamani kuwa mtu wa kusoma neno, likupe maarifa, likupe kushinda, likuongoze, likusaidie. Tamani Roho Mtakatifu kwenye maisha yako ili Mungu aendelee kujifunua zaidi kwako. Sema amina kubwa yenye uhai. Sema amina kubwa yenye uhai. Nataka usimame juu. Tunataka kuingia kuomba. Haya mambo matatu ni muhimu sana. Natamani kila mmoja leo omba.
Mwambie Mungu, nisaidie, niwezeshe. Mimi ni mtoto wako. Biblia imesema mtu huyu Mungu akamjalia aliyoyaomba. Tunatamani kwenye kanuni hizi kuzifata ili Mungu atujalie mambo yetu. Mungu atatujalia tunayotaka. Kila mtu utamani sana. Natamani sana. Mwambie Mungu, nataka nikulingane, nikufanane na wewe. Natamani. Nataka tuimbe sasa. Wapiga muziki walishakimbia. Waje tuombe hapa. Njoni kwenye muziki hapa. Nataka tuimbe dakika chache. Mwambie Mungu, natamani sana kumlingana Mungu. Mungu anatamani ajifunue kwako, lakini kuna mambo ni vizuizi. Hebu angalia kuwa mtakatifu, jitahidi. Sifa ya utakatifu, tabia za Mungu, mwenendo wako ukufundishe, ukuongoze. Mungu mwenyewe atawale maisha yako. Anahitaji kukutendea makubwa, anahitaji kutendea miujiza. Lakini tamani leo kuna mambo yanayokuzuia. Mwambie Mungu, haya hapana, nahitaji kubadilika. Sema nitasikia. Oh, sema nasi Bwana, sema nasi Bwana Yesu, useme na moyo wangu. Sema nami Bwana, sema nami Yesu, sema nami Bwana, sema nami, sema nitasikia. Oh, sema nami Bwana, sema na moyo wangu. Sema nami Bwana Yesu, sema nitasikia. Sema nami Yesu, sema nami Bwana, sema na moyo wangu. Sema nami Yesu, sema nami Yesu, sema nitasikia. Sema nami Yesu mwema. Natamani kila mmoja akamuombe Mungu. Mwambie Mungu, kuna vitu vinanizuia, yale mambo yanayonizuia leo natamani unisaidie. Inatosha. Hebu sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ongeza sauti yako tena, sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako mchana wa leo. Ninakuja mbele zako katika mchana. Nimesikia neno lako la uzima. Nimesikia neno lako la uzima. Bwana, ili ujifunue kwangu. Maana Bwana ulitaka ujifunue. Ziko kanuni za kufuata. Zile kanuni za kufuata. Na mimi nimesikia leo. Wewe umesema. Napaswa niwe mtakatifu. Kwa kuwa wewe ni mtakatifu. Yesu nisaidie. Yale mambo yanayonizuia nisiwe mtakatifu. Bwana niondolee. Nipe Roho wako Mtakatifu. Akapata kuniongoza maisha yangu. Apate kunisaidia. Anipe namna ya kushinda. Anipe namna ya kushinda. Katika jina la Yesu. Bwana niwezeshe. Bwana nisaidie. Katika jina la Yesu. Kila mmoja anza kuomba mbele za Bwana. Omba kwa Mungu, mwambie Mungu akusaidie. Mwambie Mungu akusaidie. Kwenye muziki mnaweza mkatuliza kwanza. Ni saa ya kuomba. Muziki utulie kwanza, kila mmoja omba. Kuna vile Mungu anataka ajifunue kwako, lakini kuna mambo yamezuia.
yeye Mungu asijifunue kwako. Mwambie Mungu, nisaidie kila kinachonizuia ili usijifunue kwangu. Bwana nisaidie kiondoke, lakini haya niliyoyasikia yawe sehemu ya maisha yangu, ili Bwana upate kujifunua kwangu. Mwite Bwana, kila mmoja uombe, kila mmoja uombe, kila mmoja uombe. Omba Mungu akusaidie. Mungu anataka ajifunue kwa viwango vikubwa. Kuna yale unayoyahitaji Bwana anataka afanye kwako. Muombe Mungu, kila mmoja mpazie Mungu sauti. Kuna mambo ni vikwazo kwako, Mungu ajifunue. Kuna mambo yanakuzuia, Mungu aonekani. Leo mwambie Bwana, niko hapa mtoto wako, nisaidie, niwezeshe. Mwambie nibadilishe, nigeuze. Baba, katika jina la Yesu, usaidie Mungu wa neema. Tunasimama mbele zako pamoja na kanisa lako Bwana. Wewe ni Mungu uliye hai, uliyejifunua kwa Yabesi, ambaye Bwana alikulingana wewe. Na sisi asubuhi ya leo na mchana wa leo, tupe neema Bwana ya kukulingana wewe katika tabia yako, katika maisha yako, katika mwenendo wako. Mungu wako mambo yanayotuzuia leo Bwana, tuondolee kila aina ya vikwazo vinavyotupinga kwa jina la Yesu Kristo. Saidia kila mmoja wetu hapa, saidia kanisa lako kuishi maisha matakatifu, kujitenga na maovu, kujitenga na dhambi, kujitenga na mabaya. Tusaidie Bwana kwa jina la Yesu. Tusaidie Mungu wetu, tuwezeshe Bwana, na tupe Roho wako Mtakatifu akatuongoze. Roho Mtakatifu akatuongoze, akatutembelee, akatudumie. Tusaidie Bwana, neema yako iwe hapa, neema yako iwe juu yetu. Tunatamani Bwana uonekane, tunatamani Bwana ujifunue, tunatamani Bwana ujitolee utukufu hapa. Tembea kwenye kanisa hili, tembea kwa wamama, tembea kwa wababa, tembea kwa watoto. Mungu ujifunue. Watoto wako sio bure, uliwaita mwenyewe kwa wito wako mkuu. Naomba neema yako iwe pamoja na kila mmoja, usiwapungukie Bwana. Kila mmoja anapokuita, sikia maombi yake, kwa vile ambavyo Bwana wewe unapendezwa na watu wako, unataka ujifunue kwetu. Baba, neema yako ya kujifunua kwetu iachilie kwa watoto wako. Kila mmoja wetu Bwana apate kukulingana wewe, na kukulingana wewe, apate kukukaribia, apate kumkaribisha Roho Mtakatifu. Maana umesema kila anayeongozwa na Roho Mtakatifu huyo ni mwana wa Mungu. Kama hatuongozwi naye, sisi sio watoto wako. Lakini Bwana, tupe neema leo ya kuongozwa na Roho kwenye maisha yetu. Tupe neema ya kulisoma neno lako, tupe neema ya kupenda maombi, tupe neema ya kupenda kutafuta uso wako Bwana, ili ujifunue kwetu. Asante kwa sababu ni wewe peke yako uliye Mungu mkuu na mtakatifu, utakayetenda maajabu na mambo makubwa kwa kanisa lako hili la GCI mahali hapa Zaleka. Bwana, utajifunua kwa watoto wako, wape kulipenda neno, wape kulipenda neno, wape kupenda maombi, wape kukukaribia kwa njia ya kuomba. Lakini Roho Mtakatifu, wape neema watoto wako wakutake na kutamani, kwa sababu wewe ndiye Mungu. Katika jina la Yesu, naamini utawatembelea, naamini utafanya katikati ya kanisa hili Bwana. Watu watakuona wewe, utakuwa baraka kwao. Roho Mtakatifu, usinyamaze, endelea kuwatendea, endelea kumpa kila mmoja anakuhitaji, endelea kushuka ndani yake, endelea kumtembelea, endelea kumhudumia. Kila aliyefungua moyo wake anakuhitaji wewe. Roho Mtakatifu, endelea kushuka ndani yake, endelea kujifunua kwa watoto wako Bwana, ukitenda mambo makubwa. Ninakuinulia utukufu na shukrani, ninakuinulia sifa na heshima, kwa sababu Mungu utatenda hivyo kwa ajili ya kanisa lako na kwa ajili ya watoto wako, katika jina la Yesu Kristo. Tuseme amen. Amen. Tuseme amen. Amen. Nataka tumalize na kuombea wagonjwa kama wapo. Kama kuna wagonjwa, ni nafasi ya kuombea. Ni nafasi ya kuombea wagonjwa. Ninaomba Bwana uniguse tena,
watu hapa. Sogea hapa mbele tu. Simama hapa. Simama tena. Ninaomba Bwana uniguse tena. Niguse tena. Niguse tena. Ninaomba niguse tena. Niguse tena. Niguse tena. Ninaomba Bwana uniguse tena. Niguse tena. Niguse Jehova. Ninaomba niguse tena. Oh, niguse tena. Niguse Jehova. Ninaomba Bwana uniguse tena. Niguse. Weka mkono wako mahali unapoumwa. Neema ya Mungu iko hapa ya kukuponya. Amen. Neema ya Mungu ya kukufungua iko hapa. Sema Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Siku ya Bwana ni siku yangu ya uponyaji. Siku yangu ya kufunguliwa. Siku yangu ya kupewa uzima. Na mimi niko hapa Bwana. Uniguse kwa mkono wako. Nipokee uponyaji. Kila roho za mateso, roho za magonjwa zinazonitesa, ikiwa ni mambo ya urithi, ikiwa ni ya maagano au magonjwa ya namna yoyote ile, ninatangaza leo kwa jina la Yesu, majitenga na magonjwa hayo. Ewe magonjwa uliyepo kwenye mwili wangu, na kutangazia niachie sasa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu natangaza uzima katika jina la Yesu. Funika macho yako hivyo hivyo. Baba, katika jina la Yesu ninaachilia uponyaji na uzima katika miili ya watu hawa. Roho za magonjwa na mateso ya kila namna kwenye miili yao, kila roho za mateso na magonjwa, iwe ni vifungo vya giza, iwe ni magonjwa ya maagano, iwe ni magonjwa ya kurithi, iwe ni magonjwa ya kurogwa, iwe ni magonjwa ya bakteria, natangaza moto kwa jina la Yesu kuyakausha na kuyaondoa magonjwa hayo katika jina la Yesu. Ewe magonjwa kwa jina lako, ewe magonjwa kwa majina yako, natangaza toka, achia miili ya watu hawa. Toka, achia miili ya watu hawa. Magonjwa kusababishwa na mapepo, magonjwa kusababishwa na nguvu za giza, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Naamuru sasa roho ya mateso ikuachie, roho ya magonjwa ikuachie kwa damu ya Yesu, na kwa jina la Yesu natangaza kukukomboa. Natangaza uzima juu yako. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima. Kila mmoja uwe mzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima katika jina la Yesu Kristo. Tangu sasa mateso yawe mbali na wewe, magonjwa yawe mbali na wewe. Funguka na uwe mzima kuanzia sasa. Funguka uwe mzima kuanzia sasa. Nguvu za giza zikuachie, nguvu za kuzimu zikuachie, nguvu za pepo zikuachie kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Pokea uzima,
katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki, awabariki sana. Niguse tena, niguse tena, niguse tena, minaomba Bwana uniguse tena, niguse, niguse tena, niguse Jehova, minaomba Baba uniguse tena, niguse tena, niguse Jehova, minaomba Bwana uniguse tena. Tushangilie kwa makofi na vigelegele. Tushangilie, Piga makofi tushangilie. na vigelegele. Amen. Shangilia, shangilia, shangilia. Makofi ya waliokoka ndio nahitaji. Woo! Shangilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumebarikiwa. Nani mwenye kubarikiwa hapa? Mwenye kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sote tumebarikiwa. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Kwa kweli tumekula na tumeenjoy. Kwa hiyo nimpatie dakika 10